Warahmatullahi wabarakatuh. Hata nimeona rafiki yangu umekuja Ah, naam. Kwa majina mimi naitwa Hassan. Hata mimi kwa jina langu ni Elizabeth Kiloka Mwana. Na mimi naitwa Hassan Karioki. Ndio, na mimi ni Muislamu. Na wewe? Mimi ni Katoliki. No. Sasa hii ninaongea kwa Waislamu. Ninjue chenye walikuwa wanaendesha. Nataka kujua mambo ya Uislamu. Uislamu naweza kunjua nikanguzwa ni Mungu nikaingia. Okay. Sasa Uislamu wewe umesema ni Mkatoliki. Si ndio? Katoliki kule kwenye mnasemaga Mungu ni wangapi? Mungu ni moja. Na Maria? Moja. Maria mnamuitakaje huko kwa Katoliki? Mama wa Yesu. Mama wa Mungu? Wa Yesu. Mama wa Yesu au mama wa Mungu? Mama wa Mungu. Maria mnamuitaka mama wa Mungu. Okay. Unasema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Kwa hivyo Mungu ni moja, lakini kuna Mungu mwana, si ndio? Na Mariamu ni mama wa Mungu. Wa Mungu. Sasa Mungu ni Mungu. Nilikuwa na mama itakuwaje? Sasa hapo umefanya hata mimi nichanganyikiwe. Kwa sababu sasa hapo mimi ile kitu umenichekesha. Ni Mariamu mama ya mama Yesu. Mnasemaga hivyo? Kwa sababu nasikia wakisema Maria mama wa Mungu, tuombee sisi, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Ama sivyo mnasemaga hivyo? Tunasemanga hivyo. Sasa wewe tuongee tu kweli. Mungu anaweza zaliwa kweli? Hapana. Na Mungu anaweza kuwa na mama? Hapana. Anaweza kuwa na baba? Hapana. Kwa sababu Mungu yeye ndio anatuumba sisi, si ndio? Kwani Mariamu aliumbwa na nani? Si aliumbwa ni Mungu. Na Yesu mwenyewe aliumbwa na nani? Si aliumbwa ni Baba. Aliumbwa na Baba. Sasa kama aliumbwa, itakuwaje tena Mariamu awe ni mama wa Mungu? Sijui. Sasa hiyo si sawa, kwa sababu Mungu naona hizi watu wote, naona watu wanatembea kama hapa wa kiwanja wanatembea wote. Hawa wote ni viumbe vya Mungu. Watu wote waliumbwa na Mungu, wanyama, miti, nini, mashetani, wote, hii bingu, kila kitu kimeumbwa na Mungu. Kwa hivyo Mungu anakuwa ni muumbaji na sisi tunakuwa ni viumbe vyake. Unasikia? Kwa sababu Mariamu alizaliwa na baba na mama. Na Mariamu haiwezi kuitwa mama wa Mungu. Sababu Mungu hana Mungu mama. Hebu sikia Qur'ani yetu vile inasema. Wacha nisome Qur'ani yetu, sikia vile inasema kuhusu mambo ya Mungu ni wangapi na Mungu wa Waislamu, Mungu wewe ule tunaabudu akwaje? 112 1 mpaka 4. Sikia maneno ya Waislamu leo. Labda itaguzwa, wengine ufikirie kuingia. Haya. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote, kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Endelea. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Unasikia, Mungu wa Islamu hakuzaa wala hakufanyaaje? Hakuzaliwa. Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Tena Mungu wetu hafanani na kitu chochote, kwa sababu Mungu hana jenda. Hawezi kuwa si mwanaume na si mwanamke. Unaona? Hana sura ya mwanamke wala sura ya mwanaume. Yaani hakuna kitu chochote duniani kinafanana naye. Lakini kule kwenye naona mnachonga sanamu. Si ndio? Iko sanamu pale, ukienda unapiga magoti, unasema kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mnamashaka hivyo? Sasa ile sanamu ni ya nani na ile kuwaka hapo mbele? Unaona ya Maria? Ya Maria na Baba. Ya Baba pia iko? Ama ni ya Yesu? Si ya Yesu. Si ndio naona amepigwa msumari hivi. Semanga Baba. Unamuita Baba? Na Mwana ni yupi? Sasa Mwana atakuwa nani? Kama huo ni Baba? Sasa umesikianga tukisema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa Baba ndio sanamu yake hakuna. Lakini ya Mwana iko na ya nini? Na ya mama iko. Na sanamu
Sisi katazwa na Biblia watu wasichonge sanamu. Imekatazwa. Na mbona mnakwenda hapo na kuna sanamu? Ndio tunaendanga hapo, ndio siku tumezaliwa tumepata wa baba yetu wameingia hivyo. Oh, umepata wazazi wameingia hivyo. Na je, kama mzazi alikuwa hajui na utafuata tu. Kwa mfano nizaliwe, nikute baba yangu pengine ni mchawi ama ni muuaji. Mimi tafuata tabia hizo za baba? Hapana. Nitafanyaje? Si utaenda yako. Nitaenda yako sababu Mungu amenipatia nini? Akili ya kufikiria. Sasa sanamu ni kitu kimekatazwa. Hebu sikiza Kumbukumbu la Torati 4:15. Hebu sikia hiyo maneno ya sanamu. Sanamu inakatazwa kutoka zamani. Ninyi unajua kule kwenye hawaambiagi ukweli. Unajua ni vizuri waambiwe ukweli, si ndio? Usifichwe kwa sababu na je, ukienda kwa Mungu, watu wa Nuhu waliangamizwa kwa sababu ya kuchonga nini? Walikuwa wanachonga masanamu na wanaabudu masanamu. Watu wa Nuhu wale waligarakishwa na maji, walikuwa wamechonga miungu yao 5 kubwa sana wameweka pahali na walikuwa na wote wanaabudu hizo miungu za sanamu. Haziongei, zina kinywa na haziongei. Zina masikio na hazisikii. Zina macho na hazioni. Unaona sasa? Hebu soma hiyo mwalimu, nataka usikize Biblia. Hii nasoma Kumbukumbu. Si mnajua Kumbukumbu la Torati, si unajua? Torati. Kumbukumbu la Torati. Ama hujui namba ya vitabu? Soma tu. Soma. Inasema jihadharini nafsi zenu basi. Maana hamkuwa na umbo la namna yoyote siku ile Bwana aliyosema nanyi kutoka katikati ya moto. Msije mkajiharibu nafsi zenu. Mkajifanyia sanamu ya kuchonga. Angalia, Mungu anasema usijiharibu nafsi yako ukajifanyia sanamu ya kuchonga. Mfano wa sura yote. Mfano wa mwanamume. Angalia, sanamu yoyote mfano wa mwanaume au mwanamke au mwanamke, na pale kwenyu kuna mwanamke na mwanaume. Na Mungu anasema msijiharibu kwa kuchonga hizo masana. Asikia sasa. Mfano wa mnyama yoyote ile duniani, au mfano wa ndege yote arukaye mbinguni, au mfano wa kitu chochote kitambacho juu ya ardhi, au mfano wa samaki yote aliye majini chini ya nchi. Tena usije ukainua macho yako hata mbinguni ulionapo jua na mwezi na nyota, jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishiwa na kuviabudu. Unasikia? Hizo vitu unachonga kwa sababu utakusaishiwa kuiabudu. Sasa ile wakati unaenda unainamia ile sanamu pale, unasema hii ni sanamu ya Maria na hii ni sanamu ya Yesu pale katika nini? Hiyo ni kuabudu na abudu hiyo sanamu. Sababu kisha inamia hiyo hivyo unaiheshimu unaipea. Kwa hivyo kwako inakuwa ni ibada, unaona ni makosa. Na Mungu anasema usichonge, na pale yote kuna sanamu. Wakorintho wa kwanza ngapi mwalimu? Wakorintho wa kwanza mwalimu wangu. Ni 10 ngapi? 10:14. 10:14. Sikia sasa inasema. Inasema kwa ajili ya hayo. Wapenzi wangu. Ikimbieni ibada ya sanamu. Ukiona Biblia inasema pahali ukiona sanamu ufanyaje? Ukimbie. Na pale kwenye kuna nini? Sanamu. Ya Maria na nani? Yesu. Na Yesu. Na Biblia inakuambia pahali yote ukiona sanamu, ibada inafanyika na kuna sanamu, ufanyaje? Ukimbie. Sasa unafaa ukimbie huko na mapema. Kimbia mapema. Inatakana ukimbia na mapema. Kwa sababu ukiendelea pale Mungu atakuja kuletea shida baadaye. Tuendelee. Wewe fanya maamuzi yako. Unasikia? Sikia Korani yetu vile inasema. Korani 3:19. Ama soma Korani 2:213 ndio tuende vizuri. Umeshaiona kitabu cha Korani? Umeshaikiona hii kitabu ya kinaitwa Korani? Umeshaiona? Nimeshaiona ikisomwa. Haya. 2:213 Bismillahirrahmanirrahim. Watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Kisha wakaitirafiana. Basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watoa habari njema na waonyao. Na pamoja nao akateremsha vitabu vilivyoshikamana na haki. Ili vihukumu baina yao katika yale walioختلفiana. Tulia mwalimu. Tunaambiwa watu wote walikuwa dini moja ya haki alikuja naye Nabii Adam. Sawa? Hiyo dini ya haki ni gani? 3:19 Qur'an.
3:19 Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila shaka dini ya haki mbele Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Unasikia? Kumbe hii dini ilikuja kutoka kwa Adam na ikaja kwa manabii na tunaambia hiyo dini ya Uislamu. Hiyo Uislamu manabii wale tunajua wakubwa Ibrahimu, Nuhu, Musa, Muhammad, Isa ambaye ni Yesu walikuwa na dini gani? 42:13. Sikia, dini yao ilikuwa gani? Ndio naona kila siku tunatangaza hapa tunasema manabii wote walikuwa Waislamu. Hakuna nabii alikuwa dini nyingine. Na kama kuna mtu ana dini nyingine ambaye nabii alikuwa anaweza kutusaidia naye. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Amekupeni sheria dini ile aliyomuhusia Nuhu. Muhammad anaambiwa tumekupatia sheria ya dini ile ilikuwa ya Nuhu na tuliokufunulia wewe. Na tuliowahusia Ibrahimu. Kumbe ilikuwa dini ya Ibrahimu na Musa na Isa. Na Isa ambaye ni Yesu. Kwamba simamisheni dini wala msifarakiane kwayo. Unaona sasa? Kumbe hii dini ya Uislamu ndio dini ilikuwa ya Nuhu, ya Adam, ya Nuhu, Ibrahimu, Musa, Isa ambaye ni Yesu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio dini ilikuwa ya manabii wote. Hawakuwa kwa dini nyingine. Na hawa watu wale dini yao walikuwa ni watu wa aina gani? Kwa sababu kama wewe unaenda kanisani, si ni kweli? Kuna nabii yeyote umeshaisikia wakati ya manabii, wakati ya Yesu kulikuwa na kanisa? Sikulikuwa na hiyo kanisa tu. Hakukuwa. Ilikuja kuletwa na Paulo miaka baadaye huko nyuma. Paulo ndio alikuja kuleta hizo vitu. Haikuwa wakati ya Yesu. Hebu tuangalie Biblia, Yesu alikuwa anaenda wapi? Wacha nikusomee Biblia uangalie vizuri. 4:14 Luka. Ona 14 Luka mwalimu wangu anasema. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Endelea. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Naam. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe desturi ya Yesu ni kwenda kwa nyumba inaitwaje? Sinagogi. Inaitwaje nyumba hiyo mami? Sinagogi. Sinagogi. Sinagogi wewe unajua ni nini? Hujui? Unajua kusoma? Hebu angalia hapo nyuma ya Biblia. Nasemaje? Sinagogi ni nini? Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Kumbe Yesu alikuwa ni Myahudi, wakajenga msikiti, ikaitwa msikiti ya Wayahudi. Kama Yesu alikuwa anaenda msikitini atakuwa dini gani? Alikuwa Muislamu. Kumbe kama alikuwa Muislamu na wewe unafaa umfuate wapi? Mfuate hapo. Sasa choice ni yako, siku ile unataka, basi utatuambia. Utakapoamua wewe mwenyewe, kwa sababu dini hailazimishagwi mtu. Dini ni mtu anauliza, akitaka kujua, anahoji mpaka siku ile wewe mwenyewe roho yako unasema mimi nitakaa hapa. Unasikia? Si ndio? Hiyo ndio ukweli. Tumekatazwa sana na Qurani. Tusikia Qurani vile inasema. Qurani 2:256. Huwezi lazimisha mtu kuingia dini. Mtu ni choice yake. Anakuwa na freedom of choice. Achague nitakaa hapa ama nitaendelea na hii. Lakini sisi ujumbe tumekufikisha. Najua kazi yetu sisi ni kufikishia watu ujumbe katika mambo ya kuingia katika dini. Hiyo ni Qurani ya Mwenyezi Mungu. Unasikia dadangu? Unasikia Qurani vile inasema? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakuna kulazimisha mtu kuingia katika dini. Uongofu umekwisha pambanuka na upotofu. Basi anamkataa shetani na kumwamini Mwenyezi Mungu. Bila shaka ameshika kishiko chenye nguvu kisichokuwa na kuvunja. Unasikia, hakuna kulazimisha mtu. Kwa hivyo basi wewe utaenda, utajipanga, tuko hapa kila siku na unatuonaga. Kwa hivyo saa ile uko tayari, unakuja useme mwana mimi niko tayari. Si ndio? Basi tumefurahi sana. Haya, karibu. Naona niko na young star hapa. Handsome boy. Unaitwa nani kaka? Mwenda. Asante sana. Mwenda, swali gani ambayo ukitaka kuuliza Waislamu jioni ya leo? Maana ya hiyo dini ya Uislamu. Maana ya dini ya Uislamu.
Mwalimu usomee hapo, nafikiri umeshaingia. Dini maana yake, dini ni mwelekeo ama njia ya kupeleka kwa Mungu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Nasema ile aya unasoma. Sema 3:99 Al-Karim. Sema enyi mliopewa kitabu, kwa nini mnawazuilia watu na njia, yaani dini ya Mwenyezi Mungu? Unasikia? Kwa hivyo dini ni njia ya kuelekeza kwenda kufika kwa Mungu. Kwa hivyo ukiwa na dini, dini ndio inapeleka mtu kwa Mungu. Ndio inakutoa hapa, ukikufa, hiyo ni safari. Hapa tuko safarini. Ni safari tuko naye hivi. Unatoka ukiwa mtoto, unapanda unakuwa mtu mkubwa, hivyo hivyo unaenda ukizeeka polepole, hivyo hivyo kama Mungu masiku yako ameweka mingi, unaenda hivyo hivyo unarudi tena unazeeka unakuwa kama mtoto tena kidogo, unalishwa, unafanya nini, unatoka hapo unaingizwa kaburini, safari nyingine unaenda hiyo safari. Sasa hiyo safari inataka ujitayarishe mapema ukiwa hapa duniani. Kwa mfano mimi ni Muislamu, wewe dini gani? Ukristo. Ukristo, asante sana. Swali lingine uko naye? Kwa nini hujawa Muislamu? Mwenda. Ndio kila kitu naye huwezi ingia ovyo. Yes. Kama vile sikuwa kama saizi sikuwa najua maana ya dini ya Uislamu nini. Lete swali lingine basi. Umeshajua. Sasa lete ingine swali. Mimi naona ana maswali mingi. Sina maswali mingi hivyo, so hiyo ndio ningetaka kujua maana yake. Nimejua maana yake obvious. Na wewe uliingia Ukristo kwa kujua ama ni kufundishwa ama ulipata tu na wazazi ukaendelea? Mimi nilipata tu na wazazi nikaendelea. Wewe ukujafanya research yako? Kuta mzazi mahali anaenda, lazima tu utamfuata ovyo, si ndio? Hata sisi tuliwafuata huko, lakini tulitoka. Mbona sisi tuliwafuata na tukatoka? Kwa sababu Mungu alinipatia nini? Akili, nitumia maidi yangu. Nikataka kufanya research ya madini. Na nikajua hapa hali nitaenda, na nikaenda pale ambaye nikakupe hapo ndio kweli kabisa. Kwa hivyo inabidi na wewe ufanye research ya kutosha. Fanya research yako ya kutosha, ndio kiingia usisemage hapana nilisukumwa hivi nikasukumwa hivi. Lakini ile kitu ningetaka kukuambia ni kwamba dini ya Uislamu ndio dini ya manabii wote. Manabii wote, na ndio tusikia tumesomea mama hapa ya kwamba manabii walikuwa wanaenda msikitini. Tunaona maswali imepatikana. Mbona katika dini ya Uislamu amwamini Yesu? Sisi tunamwamini Yesu sana. Tunamwamini Yesu like, unajua mimi najua mnamwamini Yesu akiwa like alikuwa nabii pia, si ndio? Yesu, kwani Yesu alikuwa sisi katika Ukristo hatuamini Yesu kama like nabii. Kwa nini hamwamini Yesu kama ni nabii katika Ukristo? Mnamwamini kama nani? Nyinyi mnamwamini kama nani? Kama mwokozi wetu hivyo tu. Kama mwokozi. Kwani Yesu alitumwa kwako kuokoa? Yesu alitumwa ili atuokoe. Aokoe akina nani? Aokoe watu wote kutoka kwa dhambi. Labda niulize Biblia kama Yesu ametumwa aokoe watu wote, labda Biblia iseme. Sababu Biblia ngoja ndio mimi tuache kwa msalaba kwanza tutakuja. Twende moja moja. Si ndio kwambia maswali uko na mingi sana ulikuwa umeficha sasa ndio imeanza kuchomoka. Mwokozi alikuwa anakuja kuokoa watu gani? Umesema watu wote? Watu wote. Unajua hakuna selection, imeselectwa kwa Biblia. Iseme ni wa Kristo ama ni wa Hebu tuangalie hiyo Biblia inasemaje. 13:23 kitabu cha Matendo ya Mitume. Naomba uangalie, unajua kusoma? Ni wao tu read. Waangalia akisoma, pale anasoma. 13:23 Matendo ya Mitume. Inasema katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Unasikia maneno? Nataka usikize hiyo maneno pole. Hebu mwalimu rudia tena. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Nani? Yaani Yesu kama alivyoahidi. Je, wewe uko? Mimi siko. Mimi hapa utisimo. Wewe uko? Kuna Wameru hapa. Kuna Kikuyu hapa. Kuna Kamba hapa. Kuna Wazungu hapo. Ni watu gani ameleta mwokozi wa watu gani? Nimesikia kama Waisraeli hivyo ama
Usiwe na doubt. You should not have any doubt. So, rudia tena mwalimu. Wanasema katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Angalia, Mungu amewaletea Israeli nani? Mwokozi. Yaani Yesu kama alivyoahidi. Kumbe ni ahadi kutoka kwa Mungu. Huu mwokozi ameletwa duniani kwa sababu ya watu gani? Waisraeli. Sasa wewe na mimi tunaingilia wapi? Yaani surely. Kwani watu wengine wanasoma hii kitabu kama kimeinama ama iko namna gani? Tena akarudia tena mara ya pili. Hii ni wakati ya Yesu hayuko duniani. Hii inasema neno ni Paulo anasema. Sasa muulize mwalimu mwenyewe 15:24 Mathayo. Sikia. Sikiza mwalimu mwenyewe anasemaje? 15:24 mwalimu wangu. Inasema akajibu akasema, si kutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kumbe Yesu sasa ni yeye mwenyewe anasema alitumwa wapi? Rudia mwalimu, hajasikia vizuri. Rudia tena. Akajibu akasema, si kutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yesu anasema alitumwa wapi? Kondoo waliopotea wa Israeli. Wewe ni Mwisraeli? Kumbe pahali popote ukijaribu kwenda unakuta kumewekwa roadblock. Pahali popote unataka kupenya kwa Yesu ndani unakuta kuna nini? Kizingiti tena kikubwa. Yeye hajatumwa kwa mtu kwa ulimwengu, ametumwa kwa Waisraeli peke yao. Na ndio naona Yesu hakutoka pale, alikuwa anazunguka pale Galilaya, hapo anaenda Sidoni na anarudi hivi anateremka hivi. Hakuwa haendi pale popote. Na hata kuna mwanafunzi wake mmoja alitoka pale wakati wako na Yesu, hata mmoja. Sasa wewe umefindiwa ukaambiwa ati kwamba ati yeye alikuja ati kwa watu wote. Hakuna. Biblia inakataa. Nasema ni Waisraeli. Hata ufalume wake huyuko na mimi siko. 19:27 Mathayo. Yesu akuhusu. Kijaribu kuingia huko, unakuta tu kuna roadblock. Tena mawe imewekwa kubwa hata huwezi ingia, hata huwezi kuivingilisha ile mawe. Roadblock. Ndipo Petro akajibu akamwambia. Sikiza Petro anauliza watapata faida gani wakimfuata Yesu? Tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Tutapata nini basi? Yesu akamwambia, amin nawaambia kwamba ninyi mnanifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12, mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Kumbe Yesu atakuwa akihukumu watu kabila 10 na ngapi? 12. Wewe katika hiyo kabila huko? Sasa sikia sasa kiongozi wako ambaye unafaa umfuate, ambaye huyo alitumwa ni kidume, alitumwa kwa watu wote duniani. Mweusi, mwekundu, mweupe, ametumwa kwa watu wote. 25:51. Huyo ndio kiongozi wa watu wote. Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu, Bismillahirrahmanirrahim. Na kama tungetaka tungewapelekea katika kila mji mwonyaji wao. Ndiyo. Lakini tumemleta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote. Unasikia? Huyo ndio ameletwa kwa watu wote. Unasemaje? Mpaka mwenda na mwingine na wengine na wengine. Huyo ndio mwokozi wa watu wote. Yesu kwa wana wa Israeli. Umeshangaa? Haya, fikiria. Hilo swali lingine ulikuwa unauliza na lipi? Amesema kwanza tumeseka na hiyo. Najua leo ni vijana, niko na vijana tu. Mahadsan boy hapa wanakuja, Mahadsan boy. Naam, mimi naitwa Hasani. Naona unaitwaje kaka? Griffin. Asante sana Griffin. What is your question today?
Unataka kuuliza nini kwa Waislamu? Ama ungetaka kujua nini? Ama ungetaka kuingia msikitini? Tuende tukaswali, ifike siku ya Eid tuende pamoja, siku ya kufunga tufunge pamoja, ikifika siku ya kuchinja tuchinje pamoja. Haya. Haya, niambie swali lako la leo ni gani? Leo. Najua maswali mnakuwa na mingi na siku hizi mnakuwa na maswali mingi. According to Quran. Pharaoh alikufa aje according to Quran? Pharaoh ile wa Egypt. Pharaoh kwa mujibu wa Uislamu tumeelezwa kwa urefu sana katika maneno aliyekuwa anazungumza Nabii Muhammad ya kwamba Firauni wakati alikuwa na wana wa Israeli walipotoka usiku kwanza Mwenyezi Mungu amewazubaisha. Watu wametoka wenyewe, wamelala wale watu wamelala usingizi wale wametoka wana wa Israeli wameanza kutoka usiku na wameenda na wamekuja. Firauni alipojua, walipoamuka wakapata wana wa Israeli wameenda. Sasa wakaanza kuwafuata. Walipowafuata ikawa sasa wanakuja kupita ile katika Red Sea. Ile katika bahari inaitwa bahari ya Sham kwa Kiswahili inaitwaje? Red Sea. Bahari Nyekundu. Bahari Nyekundu. Wakati wanapita pale ni maneno mazito kwa sababu inasemekana malaika ambaye anaitwa Jibril, mnamuita Gabrieli, alikuja na farasi kwa jeshi ya Firauni ili Firauni aende angamie na watu wake wote. Akawa ndio anaongoza ile msafara, anaikimbiza ndio waingie waende wakazame, na ikaweza ile jeshi yote kuingia pale. Alafu baada ya kufika pale wale wakawa wamevuka, basi Mwenyezi Mungu akaamrisha maji. Musa akaambiwa vile aliambiwa, maji yakaamrishwa, wakazamishwa wote. Na nafikiri tutasoma hapa kidogo. Basi hata mimi niko swali. Sekunde. Wakati wako utafika Naam. Unataka kusoma? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Na tukawapitisha wana wa Israeli katika bahari. Yes. Na Firauni na majeshi yake. Yes. Wakawafuata kwa dhuluma na jeuri. Ni gani umesoma ndio watu wajue? 10:90. 10:90. Hata kulipomfikia Firauni kuzama alisema. Alisemaje Firauni? Naamini ya kwamba hakuna abudaye kwa kila yule wanayemwamini wana wa Israeli. Naam. Na mimi ni miongoni mwa wanaotii kama wanavyotii wao. Ndio. Malaika akamwambia Firauni, sasa ndio unaamini hiyo? Hayo. Hali uliasi muda mrefu. Kabla ya hapo na ukawa miongoni mwa waharibifu. Ndio. Basi leo tutakuokoa. Tutakuokoa na kuweka mwili wako. Naam. Ili uwe dalili kwa ajili ya watu ya wanyuma wako. Unasikia? Sasa Firauni wakati alizamishwa alianza kusema, yani wakati akiona sasa ni roho inatoka, alisema kuna Mungu isipokuwa Mungu wa Musa na Haruni. Malaika wakamuuliza, sasa wewe saa hii ndio unaamini? Na umekuwa na muda mrefu kujua, lakini haukubaliwa. Basi akawa amekufa hivyo, basi akawa ni mtu ambaye kwenda motoni. Mwenyezi Mungu akahifadhi mwili wake. Ukienda Misri saa hii utaukuta mwili wa Firauni umehifadhiwa vizuri. Baada ya kufa unapatikana Misri kwenye misiamu, unapatikana huko. Sasa akufa kwa hiyo maji, alikufa kwa maji, lakini mwili wake ukahifadhika. Unajua kuhifadhika baada ya kufa unahifadhika. Sasa aliongea baada ya kufa ama kabla? Aliongea kabla hajakufa, wakati anakufa ndio anaongea na malaika. Lakini sasa hakukubaliwa sababu alifanya mambo yote kwa jeuri akiwa anajua kwamba kuna Mungu na anajifanya Mungu. Kwa hivyo Mungu hakumsikiliza. Unaambia kwa usifanye, afadhali uombe kama ni toba ukiwa duniani, lakini roho ikifika hapa ndio nataka kuambia Mungu hapana, wacha nirudi nikafanye hiyo nikatubu. Hapana, alikuwa anafanya maksudi. Na ukifanya mambo maksudi uweze kusamehewa hivi. Tuende kwa ingine. Unafikiria nini? Nafikiria kwanza kumpinga Mungu. Asikumpinga Mungu. Nilikuwa nauliza, mimi nilidhani amekufa kwa hiyo maji. Basi nilishasikia hiyo alisema hiyo corpse yake ikakuwa preserved. Sasa ndo nilikuwa nadhani kuna hakuna kitu kingine. Corpse yake ilikuwa iko preserved kwenye museum. Una ingine ama nichukue swali lingine ndio ufikirie kwanza? Chukua ingine nifikirie. Njoo kwanza kula miwa kwanza. Naona ndio kumwagilia moyo kwanza. Mimi niko na swali. Ngoja kidogo tusalimiane, sijuane. Mimi naitwa Hassan.
Mimi naitwa Benson. Benson. Yeah. Karibu sana Benson, swali gani ukitaka kuuliza Waislamu jioni ya leo? Hii Uislamu, Yes. mimi huko kwetu haiko mingi sana. Pande gani hiyo? Huko Migori. Migori. Iko tu pale hapo kwa hiyo store ya Sala hapo iko na moja. Na ukienda huko Runyinjo utapata ingine na hapo ni. No. Na nimewahi kuwa na interest ni join kanisa. No. Na sasa baba yangu angelikuwa mkali. So kitu ya kwanza naweza convince aje mzazi wangu kwa sababu ninilelea katika kanisa ya Ukristo ndio nilete Uislamu kwa boma yetu. Naweza mconvince aje. Kuna wakati kijana wa ndugu yangu aliingia hapo, ileta shida huko nyumbani. Mpaka walikosana na wazazi kabisa. So mimi niko na interest kwa mimi nasikia ni kanisa. Nasikia sijawahi witness. Nasikia ni kanisa mzuri. Mtu za zingine akiwa na shida wanaweza simama na wewe. Hizo ni rumors lakini sijawahi witness. How can I convince my parents that this church is the right direction so that they can follow me? Hiyo ndio swali ya kwanza. Swali ya kwanza. La pili. Kwa nini mimi Mkristo nikitongoza msichana ambao ni Muislamu wananiambia haiwezekani? Tena wananiambia hata ndugu yangu ikinipata na mimi utadungwa kisu. Nimewahi tongoza huko Migori moja. Akaniambia Ben, harakisha ndugu yangu akikuona wewe sio Muislamu nitadungwa kisu. Nenyewe mapenzi ndio imenipeleka pale. Saa zingine kwa hiyo Uislamu yake anaweza ni convince mimi pia ni Muislamu. Kwa nini mmewekea wasichana wenu amri kali eti hawezi interact na mtu mwenye sio Muislamu? Naam. Hayo ndio swali langu. Naam. Mazuri. Maswali mazuri, ameuliza swali mazuri. Kwanza swala la wazazi. Ukishajua ukweli Mwenyezi Mungu amekuruhusu unaweza kukaa kando, si ati wachukie, lakini unaweza kaa kivyako kama umeshajua ukweli. Nabii Ibrahimu, na tena sijasoma andiko yote, sitaki kusoma kwanza andiko. Nabii Ibrahimu baba yake alikuwa anaabudu masanamu na mama yake walikuwa hiyo generation ya Ibrahimu kule Iraq, kule the Babylonians walikuwa naabudu masanamu. Sawa? Ibrahimu wakati alikaribia kuwa kijana mkubwa ndio kuja kupewa unabii, aliona hizi masanamu baba zangu wana nini. Tena Ibrahimu alikuwa anapewa sanamu aende akauze sokoni. Akienda na sanamu sokoni, anaenda akiambia watu, nani atanunua hii ambaye haiongei na haioni? Nani atanunua hii? Watu wanamwangalia wakasema huyu mtoto anadharau miungu zetu namna hii. Ndio akapanga jamaa kumuua nani? Baba yake akapanga mambo wakiwa na yule kiongozi yule alikuwa anaitwa Namrud. Nimrod, mnamuita Nimrod. Ndio alikuwa anatawala wakati huo. Ndio alikuwa mtawala. Namrud bin Kanani alikuwa anaitwa Namrud bin Kanani, ndio alikuwa jina yake. Huyu wakapanga jamaa, akaenda akaambiwa huyu kijana tunamwona mienendo yake si mzuri. Sasa siku moja Ibrahimu alichukua ile shoka. Akasema hii masanamu hawa wanaabudu, hawa wazazi wangu hawa, mimi nitaenda nitaivunja vunja. Akaingia katika ile hall, ile temple walikuwa wameitengeneza. Akavunja vunja masanamu zote na shoka, akabakisha ile kubwa na akaekelea shoka namna hii. Sasa watu walipokuja kwa ibada yao, wakapata masanamu yao yamevunja vunjwa, wakaanza kuulizana nani amefanya hii kazi. Jamaa mmoja akasema, kuna kijana mmoja anaitwa Ibrahimu, ndio tumeona akifanya nini? Ndio ametoka hapo ndani. Wakaenda wakamshika. Akaulizwa, wewe ndio umevunja hii? Akasema sio mimi, ni yule sanamu kubwa, unaona ako na shoka ameshikilia. Akasema wakasema ule haongei. Akawauliza, kumbe mnajua haongei? Wakajua mwenye kuvunja ni nani? Wakasema wanaenda kumchoma. Wakatengeneza moto mkubwa. Siku yetu tumeelezwa sana katika hiyo mambo yake. Wakatengeneza moto mkubwa wa kumchoma Nabii Ibrahimu, lakini Mwenyezi Mungu akamuokoa. Alipomuokoa alimwambia toka katika nchi hii, nenda katika nchi ya Kanaani. Unaona? Kwa hiyo akatenganishwa na watoto na wazazi wake. Mke wa Nabii Lut, ndugu yake Ibrahimu, pia naye alitenganishwa bibi na Ruti kando. Sababu bibi alikuwa muovu na bwana alikuwa mchamwe. Kwa hivyo baba Ibrahimu akatenganishwa na Ibrahimu kwa sababu Ibrahimu alikuwa mtu mwema. Kwa hivyo uwezi kusema ati kwa sababu ulikuta wazazi wako, usikia Qur'ani vile inasema. Qur'ani 2:170. Nataka usikize Qur'ani kidogo.
Qurani Mungu anauliza sisi. Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu, Bismillahirrahmanirrahim. Na wanapoambiwa fuateni aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, wanasemaje? Usema bali tutafuata yale tuliyokuta nayo baba zetu. Unasikia? Mtu anaambiwa wewe fuata Mwenyezi Mungu. Mtu anasema mimi nitafuata wazazi wangu, mimi nilikuta wazazi wangu. Kama walikuwa wachawi nitakaa mchawi, kama walikuwa waizi nitakaa mwizi, kama walikuwa watu wa kupiga ngeta nitakuwa napiga watu ngeta shingo. Unaona? Haya, endelea. Je, hata kama baba zao walikuwa hawafahamu chochote, hata kama wazazi wako walikuwa hawajui chochote, wala hawakuongoka, watafuata tu. Sasa swali linaulizwa, je, ukikuta mzazi wako alikuwa mchawi, utakuwa mchawi? Hapana. Ukikuta alikuwa anakaba watu, utakaba? Sitamkaba. Sitakabana. Kwa sababu unatumia nini? Akili zangu. Akili yako. Wakati utakapokufa, utakufa na mzazi? Nitakufa peke yangu. Na utakufa na mama? Sasa kwa sababu ukikufa utakufa peke yako, lakini mtu anaenda kuhukumiwa peke yake. Na kuzaliwa ulizaliwa ukiwa peke yako, ulitoka ukiwa peke yako kwa mama yako. Sawa? Na ukikufa utakufa peke yako. Na ulizaliwa ukiwa uchi, na ukikufa unatolewa tena nguo na ubaki uchi, tena unafungwa sanda. Unaona sasa? So mzazi suti kwanza, hiyo ndio utanieleza mlitoa wapi mambo ya suti? Mzazi mimi kwanza, wacha nikupe example na mimi ni Muislamu. Familia yangu ni Wakristo. Familia yangu ni nini? Wakristo. Lakini mimi baba yangu hayuko sahi, ameshaenda 3 years ago. Mama yangu naye ameshaenda another 2 years ago. Wote mimi sina wazazi. Hata huyu kamera ni wa kwenyu Kisumu. Ni wa kutoka kwa upande ya huko Nyanza. Huyu ni kameramani wetu ni wa Nyanza. Ni wa Migori huyu. Ni mtu wa Jaluo hii ya Migori hii. Lakini Jaluo Islam. Original Islam. Unasikia? Sasa yeye ni Muislamu. Ako na wazazi wametoka familia ya Wakristo, lakini hujaambiwa kwa sababu umekuwa Muislamu uchukie wazazi wako. Hapana. Wewe wasaidie, kama una uwezo wasaidie. Baka si walikulea, wakufikisha ukakuwa mtu mkubwa. Mzazi hachukiwi. Wewe ile kitu utafanya, hafai kukulazimisha uingie dini ambaye hutaki. Yeye pia mzazi hafai kukulazimisha uingie dini ambaye hutaki. Sasa wewe choice ni yako, wewe ni mtu mzima. Unajua huyu mzazi ananipeleka pahali ambaye mimi hapo mimi sitaki. Mimi sitaki kwenda kupata shida na Mungu. Mimi nakaa pande hii. Si mimi nilijitoa wakiwa hai. Mimi wazazi wangu hawajai kuniuliza. Wakaniuliza tu kwa nini umeenda hivyo? Mama yangu alisema ni sawa, wewe endelea na dini yako. Baba alisema tu tena hivyo. Na wameondoka wale wazazi. Hakuna pale tuko na conflict nao kuhusiana na mambo ya dini. Kwa hivyo is your choice. Ujue ya kwamba hii ndio the right way, wacha ni follow the right way. Kama utaki utawafuata tu. Lakini kama ukifika kwa Mungu utazikwa na yeye mzazi. Na hata yeye akizikwa wewe utasema zizika na baba yangu tuende na yeye. Hapana, kila mtu peke yake. Ama sivyo Biblia inasema? Si ni kweli kabisa? Hata Yesu anasema alikuja kufanya watu wawe tofauti. Kufitinisha. Soma ine Mathayo. Ngoja sikia. 10:34. Hii hakuna kwa Biblia. Iko. Alikuja kufarakisha nyinyi na wazazi. Kwa sababu wewe ukishaenda njia ya haki, mzazi mtakosana tu. Na ndio naona hata watu wengi wanasilimu wanaambiwa wewe toka hapa. Wewe kama umeenda dini hiyo ya Waswahili, wewe enda. Wanasemaga dini hata ya Waswahili. Wanasemaga hivyo. Na ni urongo tu. Kusema hiyo ni dini ya Mungu, si dini ya Waswahili ama Wahindi ama Waarabu. Hii ni dini na kabila zote duniani. Na ndio waona kila mtu Mkikuyu kama mimi naweza ongea Kiarabu, huyu ni Mkikuyu anaongea Kiarabu, huyu ni Jaluo anaongea Kiarabu, wote na tunatumia lugha ngapi? Ndio naona tunaelewana dunia mzima. Na hakuna dini nyingine ambayo wanatumia lugha moja kuomba. Ni Waislamu peke yake duniani. Kwa sababu Mungu ameunganisha hawa watu na lugha hii moja. Msoma. Inasema mwalimu wangu, msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Huo ni Yesu 10:34 Mathayo, uende usome nyumbani yako. La, si kuja kuleta amani, bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye. Na binti na mamaye. Na mkwe mtu. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba. Nisikize sasa. Yesu ndio anakupatia warning. Nisikia warning ya Yesu. Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Kwa hivyo wewe ukipenda baba yako na mama yako kuliko Yesu, unastahili nini?
Mungu. Na huyu ustahili Yesu ndio anasema hapo. Yes. Na Yesu alikuwa dini gani? Yesu alikuwa Mkristo. Mkristo. Alikuwa anaenda kanisa gani? By that time walikuwa wanaenda kwa this erect buildings zinaitwa tabernacles. Alikuwa anaenda kwa mujibu wa Biblia. Temple. Alikuwa anaenda temple na synagogue. Yeah, synagogues and temples. Yeah. Hiyo ni 10:34 na nitaongeza nyingine katika hiyo. Unasikia? Walikuwa wanaenda temples. Walikuwa wanaenda temple na synagogue. Si ni kweli? Yeah. Hebu tusome sasa tusikie. Ine 10 ni ngapi? 14? Ine 14. Kitabu cha Luka. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, kitukuzwa na watu wote. Ndio. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe desturi ya Yesu anapatikana kwa nyumba inaitwaje? Synagogue. Synagogue ni lugha ya kule. Wewe unajua ni nini synagogue? Synagogue is a church. It's a building where people gathered to worship. Okay. Waandishi wa Biblia wa Kristo wale waliandika Biblia waliandika wakiongozwa na Roho wa nani? Roho Mtakatifu wa Yesu. Roho Mtakatifu anaweza kosea? Roho Mtakatifu hawezi kosea. Hawezi kosea. Sasa katika Biblia wametuwekea dictionary hapo nyuma. Neno likikushinda uangalie hapo nyuma linasemaje. Naomba usome hapa juu neno la 4 kutoka juu. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Kumbe ngoja kidogo. Kumbe Wayahudi walijenga nyumba inaitwaje? Sinagogi. Ambayo kwa tafsiri ya Kiswahili ni nini? Msikiti. Na msikiti wanaendaka watu gani? Watu wenyewe wanaenda kuabudu Mungu. Wanaitwaje hawa watu? Wakristo. Msikitini, wasikisitini. Yaani wenye wanaenda kuabudu pale Msikitini wanaitwaje? Nauliza hivi. Ukiona Myahudi Mkiyahudi hapa tusicheke, unajua saa zingine lugha ya Kiswahili sio yetu. Lugha ya Kiswahili ni ya imetoka huko coast ikakuja huko. Ndio naona koroga kila mtu. Ukiona Mkristo Myahudi Mkristo akienda kanisani, utampatia dini gani? Dini ya Waislamu. Hapana. Ukiona Mkristo kazi yake kila siku ya Jumapili, ukiona Myahudi kila siku ya Jumapili yako kanisani, huo ni wa dini gani? Dini ya Ukristo. Na ukiona Myahudi kila siku ako msikitini, ni dini gani? Muislamu. Tunapata Yesu kila siku ya ibada ako wapi? Sinagogi. Ambaye ni nini? Kwa lugha ya Wayahudi wanaenda ni msikiti. Na kama ni msikiti, wanaoenda msikitini hapa Kenya tunawahitaji Waislamu. Kumbe Yesu alikuwa ni nani? Ija specify, you know. Wanaoenda msikitini ni watu gani? Waislamu. Kwani hawana jina? Waislamu. Na Yesu alikuwa anaenda wapi? You know, it has been brought by a different definition. You Definition know, that one, but they have used Hebrew's language. Synagogue does not mean msikiti, but it means. Nauliza hivi, ngoja kidogo. Wewe na waandishi wa Biblia, kwa sababu naona wewe unajua sana kuliko waandishi wa Biblia. Kwa wale waliandika hawa Biblia, wakasema sinagogi ni msikiti. Kwa hivyo walikosea. Kwa hivyo Roho siku hiyo alikataa. Alikosea Roho siku hiyo. You know, when these things were being written. Nauliza hivi, Roho alikataa. Hii maneno alikosea. Hakukataa. Alikosea kusema sinagogi ni msikiti. Hakukosea. Na mbona unampinga Roho kwa nini? Sijapinga Roho. Utachomwa na moto. Sababu ya kupinga Roho. Siwezi choma juu mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi ni mtumishi ambaye ni mcha Mungu. Mcha Mungu ambaye anakataa maneno ya Mungu. Anakataa maneno ya Roho. Siwezi kataa. Wewe unakataa maneno Yesu anasema atakayemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Hiyo andiko liko. That one is unforgivable, I know. Sasa wewe saa hii Roho Mtakatifu hawa waandishi walikuwa wanatumia Roho Mtakatifu. Wamesema sinagogi ni msikiti. Wewe umekataa. Kwa hivyo umemkufuru Roho. Kwa hivyo siku ya mwisho unatiwa jiko. Sinagogi kwa lugha ya watu wengine ni kanisa. Wapi? Haya, naomba ngoja kidogo. Kimaandiko, ngoja kidogo. Naomba kimaandiko. Naomba nitolee pahali nasema sinagogi ni kanisa. Nitolee Biblia ndio hii. Kwa hao watu wengine tuambie tusome. Sitakuna about Biblia leo na sijafanya research. Si ndio hii Biblia iko hapa? Hii ni Biblia ya nini? Angalia kama ziko hii ni nini? Hii ni Biblia. Biblia. Sasa tutolee hiyo andiko inasema sinagogi ni kanisa. So mtumishi, acha nienda nifanye research. But hapa Biblia yenyewe imesema
Sinagogi ni msikiti yenye Mungu alikuwa anaenda hapo wakati wa kwenda kuabudu. Si Mungu alikuwa anaenda kuabudu pale. Yesu, kwani Yesu ni Mungu? Hapana, Yesu alikuwa anaenda pale kuabudu. Yeah. Kama anaenda msikitini. Kwa hivyo nyinyi Biblia ikisema kitu ambayo mnaona inaingia Kiislamu mnaikataa. Na ni yenu, na nyinyi ndio mmeandika. Waislamu wanaandika Biblia? Hapana. Inaandikwa na watu gani? Iliandikwa na Holy Spirit. Na Holy Spirit mbona unakataa maneno yake? Yaani siku hiyo Holy Spirit alikuwa Muislamu. You know, Holy Spirit iliandika kuna Biblia na kuna Korani. Ndio hii Biblia. Biblia ndio hii tuko naye. Mbona zimeandikwa? Imeandikwa. Mbona unakataa? Sasa nimekubali. Nimekubali mambo. Sio shingo upande. Sio shingo upande. Usiulize shingo upande. Tena msikiti haikuwa ya Wayahudi peke yake. Misikiti kila kabila walikuwa wanajenga msikiti yao. 6-9 matendo. Kila kabila walikuwa wanatengeneza msikiti yao. Ni kwa mfano, mimi kule kwetu upande ya Murang'a huko, nitengeneza msikiti huko. Huyo msikiti si wa Kikuyu. Sababu ndio wanakaa huko. Wa Kikuyu. Lakini wakienda kwa hiyo msikiti wanakuwa ni Waislamu. Wale wa Kikuyu wanaenda kanisani wanakuwa ni Wakristo. Sasa misikiti ilikuwa mingi, sio hiyo ya Wayahudi peke yake. 6-9 matendo, sikia. Misikiti ilikuwa ya kabila zote wanajenga msikiti yao. Kila kabila inajenga msikiti yake. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi liloitwa sinagogi la Mahuru. Angalia kuna msikiti mwingine ilikuwa inaitwa Mahuru, wa kabila ilikuwa ndio Mahuru. Na la Wakirene. Na Wakirene kabila nyingine kwa Wakirene walikuwa pia na msikiti. Na la Iskandaria. Iskandaria walikuwa na msikiti yao. Na wale wa Kilikia. Na Kilikia walikuwa na msikiti yao. Na Asia. Na Asia msikiti ilikuwa mingi, ya kabila nyingi. Lakini muundo ya msikiti ilikuwa inafanana. Ama walikuwa wanatengeneza muundo tofauti. Sasa wakati huo hatukuwako hatuwezi jua ilikuwa inajengwa namna gani. Sababu hiyo ni miaka mingi sana. Unaona sasa? Sasa wewe kama wewe ni mfuasi wewe unataka church? Nataka kanisani. Yesu unamwamini sana? Namwamini Yesu. Akisema kitu utakubali utakataa? Nitakubali. 15 hii ni kitabu cha Ufunuo. 15:4 Ufunuo inasemaje? Ni nani asiyekucha? Hii ni Ufunuo wa Yohana. Amefunuliwa na nani? Na Yesu. Na Yesu mambo yatakayokuja hapo mbeleni. Haya sasa wasikiza. Bwana, na kulitukuza jina lako. Kwa kuwa wewe peke yako mtakatifu. Ndio. Kwa maana mataifa yote. Mataifa nini? Yote. Mataifa yote watafanyaje? Watakuja na kusujudu mbele zako. Mataifa yote watakuja na kusujudu mbele ya nani? Yes. Unajua maana ya kusujudu? Kusujudu ni kama ni kuomba msamaha. Kusujudu kuomba msamaha. Kama ni kusujudu, hebu sema na Kizungu. Kusujudu ni to prostrate or to fall down on your face. To bow before. Not to bow, but to fall on your face to the ground. Pray. Or to prostrate to the ground. Hata mimi sikuchelewa na masomo kidogo. Ina simple term. Ngoja kidogo. We say you bow. Hakuna hiyo. Hiyo yako ni ya urongo. Haya, tafsiri yake 17:3 Nyakati wa pili. Wacha tukufundishe kusujudu ni kufanya nini. Unajua nyinyi mlikataa hiyo. Hii nyote mmekataa. Wakristo wote mmekataa hiyo. Mmekataa Biblia nyinyi. Sasa tumekataa na ndio tumelelewa. Haya, umekataa. Ngoja uone. Haya, sikia. Kwa 7:3 inasema Nyakati wa pili. Wakatazama Wanaisraeli wote waliposhuka ule mlima. Hawa ni Waisraeli wote wakiwa pamoja. Utukufu wa Bwana ulipokuwa juu ya nyumba. Wakafanyaje? Wakasujudu kifulifuli hata nchi sakafu. Ngoja kidogo. Wakasujudu kifulifuli. Ngoja niangalie. Wakasujudu kifulifuli mpaka inchi. Inchi ni wapi? Si ni hapa? Mpaka inchi sakafuni. Wakaweka uso wao wapi? Kumbe kusujudu ni kuweka uso wapi? Ukitoa ya Kizungu inasema and they fell on their faces to the ground. Ground kwa nini wapi? Chini. Wewe kama Mkristo, unaona fell to your face to the ground? Naomba nikiwafanya hivi. Kwa hivyo umepinga nini? Umekuwa muasi. But it is part of. Ngoja kidogo. Nauliza hivi, namuuliza Yesu tena mara ya pili. 4:10 Mathayo. Uwezi hepa hizo? Hizo uwezi hepa. Nyinyi mlikataa mnapiga magoti. Paulo ndio alileta mambo ya kupiga magoti. Yesu alikuwa na prostrate mpaka chini. Musa alikuwa na prostrate mpaka chini. Wana wa Israeli walikuwa na prostrate mpaka chini. Nyinyi nyote mlikataa.
Yesu akatoa viti kwa viti katika tempo, mkarudisha. Mtakaa starehe. Mtasujudia wapi? Na umeweka kiti? Unasikia hata anasema hiyo ni ngumu kweli. Soma. Ndani ya kanisa kunakaa kama hoteli. Unaweka viti, mnakaa starehe. Tunasikia someone. Unasujudia wapi? Na Mungu anataka hii uso yako iende chini kwa mchanga. Lakini unasema uso wangu ni special, sisi yetu hatuwezi sujudu, sisi ni starehe, tukae. Soma. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kumbe hata Yesu anasema imeandikwa tangu zamani, msujudie nani? Mtu yoyote. Prostrate na kwa nani? Mungu yeye peke yake. Na wewe tangu uzaliwa hujai kufanya aje? Ikiwa mimi huwa napiga magoti, lakini hujai sujudu? Kwa hivyo mambo ya kusujudu katika Biblia nimepata nayo leo hapa. Umepata leo? Utafuata. Yesu anasema mambo mangapi? 2. 7:26 Mathayo. Haya tuone kama utafuata. Ukikataa kufuata mimi hapo siko. Ni wewe na Mungu wako. Basi kila sikia maneno yangu. Kusikia maneno ya Yesu. Na kuyafanya. Hatafananishwa na mtu mwenye akili. 26. Na kila sikia maneno yangu asiyafanye. Atafanyaje? Hatafananishwa na mtu mpumbavu. Yesu amesema mambo mawili. Ukisikia ile kitu anasema na ufuate, unakuwa mtu mwenye brain, mwenye akili. Ukikataa maneno yake, unakuwa mpumbavu. Katika hizo mbili unataka gani? Chagua moja. Mpaka niwe na akili. Wewe na akili. Kwa hivyo ili uwe na akili, inafaa ufanyaje? Ufanye vile Biblia inasema. Kwa hivyo kuanzia leo utakuwa ukisujudu? Kusujudu. Na ukikataa unakuwa nani? Pumba. Ya, umejua? Nasiuliza, ukikataa unakuwa nani? Wanasema wenye wamekataa watakuwa wapumbavu. Kwa hivyo na wewe unasema utaki kuwa mpumbavu? Mimi sitaki kuwa mpumbavu. Unataka kuwa mwenye bure? Kwa hivyo kuanzia leo utakuwa unafanyaje? Nitaanza kuhivyo, lakini nikishaelewa zaidi. Utaanza hivyo? Nikielewa zaidi. Na ukifanya hivyo, watu watakwambia wewe umekuwa nani? Wenye wajajua ukweli watasema nimepotea. Lakini mwenye anajua ukweli. Wale wanafanyaga hivyo duniani saa hii ni watu gani? Waislamu. Kwa hivyo watu wakikuona ukifanya hivyo, watasema wewe umekuwa nani? Muislamu. Kumbe Biblia inakupeleka uwe nani? Muislamu. Lakini wao wanakataa? Karibu katika Uislamu. Karibu katika Uislamu. Nafikiri hapo dini iko wazi, mambo iko wazi. Ukitaka kufuata unafuata tu. Kuna mwingine akona swali nataka kuvulia mtu. Kuna swali imebaki ya yule msichana. Mambo ya kuoa wasichana wetu. Sasa wewe hiyo ndoa ya Muislamu na Mkristo itafungishwa na shehe ama pasta? Itafungishwa. Hebu angalia hiyo dawa. Angalia hiyo dawa. Itafungishwa msikitini ama kanisani? Mimi naonelea kwa maoni yangu, according to love, about the denomination or religion, should not act like an opaque between me and the lady because I love the lady. Because being that I'm the head, Bible is saying that men are the head and women are the tail of the house. So I am the person who should convince the woman to follow my denomination, not the woman to change me to follow her denomination. Ngoja kidogo. Lakini ndoa. Pasa tuende pole pole. Wacha ongea maliza. Wewe ni Muislamu. Tena naona akili yako iko sawa, unajua hii Biblia kila mahali. Wewe saa hii upate Mkristo. Sieni nafaa kufuata hata kutoka kwa Ukristo kwa Uislamu. Nitakueleza tu wewe nataka. Itakuwa ngumu. So mimi naonelea you should give your ladies or your children the female gender freedom for expression. So it is upon me ni mconvince. Sasa ukiwa kwa nyumba yetu akini convince kanisa yao iko sawa, I will join. But sio tu kuwawekea sheria, nikikuona umeongea na yule Jaluo Mkristo tutakudunga kisu. Unaona hiyo sasa ni mbaya. Kwanza masala ya kudunga kisu hiyo msichana aliniambia mpaka nikaogopa ndugu yake. Nimeshaona marriage mingi sana. Sijaiona hiyo mambo ya kudungana kisu. Lakini wewe hizi ni imani mbili tofauti. Ni kweli. Ule Muislamu anasema Mungu wake ni ngapi? Ni mmoja. Na nyinyi mnasema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo nyinyi Mungu wako wenyu ni ngapi? Bana. Mungu we have only one God.
who is omnipresent, who is omniscient, omnipotent, the Father who lives above, only one. What about Jesus? Those are just, Jesus was the Son too. Sasa hiyo sasa Mungu anakuwa wangapi sasa? Mungu ni mmoja tu. Kabla kufika huko umeenda mbali. Katika Uislamu ndoa ni ibada. Umeelewa vizuri? Kwa hivyo si jambo la watu kujichagulia. Ibada ndoa katika Uislamu ni Mwenyezi Mungu ametoa masharti yake ya kwamba mnastahili kuoana hivi na hivi na hivi. Si kwamba ni sisi tunajiamulia. Kwa hivyo kama vile tunaenda kuswali msikitini swala 5 kwa siku, hivyo ndivyo ilivyo ndoa ni ibada pia kivingine kivyake. Kwa hivyo sio sisi ya kwamba tunajiamulia au tutoe ya kwamba masharti ya kwamba unastahili kuolewa hivi na hivi. Unaona wakati Samson alikuwa anaenda kuoa. Ngoja kidogo. Hata niseme hii percent. Ngoja kidogo, nasema hivi. Wewe kwenyu mnaabudu Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Waislamu wanaabudu Mungu moja. Hiyo imani haiwezi pelekana. Kwa sababu ule ako katika njia ya haki, anaamini Mungu ni moja, wao wanasema Mungu ako na mtoto. Si ni kweli? That is just a connector between us and God. Yeah. Jesus is just a connector. Sasa sisi hatuamini hiyo connector. Kwa sababu hii connector ya Jesus ku connect, ana connect watu ana connect kwa Mungu na Waisraeli kwa Mungu. Hiyo Biblia ndio inasema wakati mambo ilichacha hapa duniani, alituma mwana yake ambao ni Jesus. Akuje hapa tusaidie. Kuja kukusaidia wewe. Wewe huko hapo hiyo group. Kwa nini kwa hiyo group? Huko. Kwa nini? Nimuulize. Tuacha nimuulize. Anajua kila mtu. Ngoja nimuulize. Ya uliza mimi. 13:23. 13 hujasema kitabu. Si Matendo ya Mitume. Anajua. Sawa. Anajua. 13:23. Wewe huyuko, hata mimi siko. Sisi tunadandia lori nyuma, yani nyuma tutaanguka kwa barabara, tubwagwe kwa barabara. Muda ameinua mkono pale. Ngoja kidogo nimalize na huyu. 13:23 mwalimu wangu. Na 13:23 Matendo ya Mitume. Mnamaliza. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Sikiza hiyo maneno tena kwa makini na utege sana. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Yaani Yesu kama alivyoahidi. Ahadi ya Mungu inavunjikaga? Haivunjiki. Aliwaletea mwokozi. Kumbe Mungu, ahadi ya Mungu ni kuletea Waisraeli nani? Mwokozi. Na huo mwokozi anaitwa nani? Yesu Kristo. Kwa hivyo ameletwa kwa watu gani? Kwa watu wa Israeli. Wewe ni Mwisraeli? Si mimi ni Mwisraeli. Wewe ni Mwisraeli? Sisi ni Waisraeli pia. Waisraeli wapi? Wewe ni Mwisraeli? Kutoka pale Migori. Wewe umeshaiona ngoja kidogo. Umeshaiona Mwisraeli? Umeshaona Mwisraeli ametoka Migori na mimi Karioki Mwisraeli. Ngoja kidogo, na mimi Karioki Mwisraeli kutoka Murang'a. Unaona tukipiga magoti tunaombanga Mungu wa Israeli. Ngoja, hakuna Mungu. Hakuna. Kwani Mungu ni wa kabila moja? Mungu ni wa kabila moja? Mungu sio wa kabila moja. Lakini Mungu hapa amesema amewaletea Waisraeli nani? Naona kila siku nawaambia, mimi mnapinganga Biblia direct. Biblia ikisema kitu mnaikataa. Biblia imesema Mungu amewaletea nani? Waisraeli mwokozi. Na ahadi ya Mungu unaibaga kanisani unasema ni ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ama sasa hivi mnaimbaga. Sasa mbona unavunja ahadi ya Mungu? Mungu atakuchapa kiboko. Usivunje maneno ya Mungu. Pastor, do you know the origin of the Israelites? Do you know the definition of Israelites? Wacha nimuulize Yesu. Direct, huyu ni Paulo amesema, niacha niende kwa hizo. 15:24 Mathayo. Sisi wote wa Israeli. 15. Wewe ni Mwisraeli? Wasikia Yesu vile anasema sasa. Naenda kwa Yesu direct sasa. Naenda kwa Yesu. Hawa nyinyi mnasema ile Israeli ya nchi. Uko na pasipoti? Hapana. 15:24 Mathayo. Umekuwa pastor? You know nothing in Bible na unapiga kelele. Akajibu akasema, afadhali umemkomesha. Ningeongea mimi, ningeambia mimi Muislamu ni bias, lakini wewe ndio umemkomesha. Akajibu akasema, si kutumwa, ni Yesu huyo mwenyewe. Si kutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Wa nyumba ya Israeli. Waisraeli ni nini? 50:17 kitabu ya Yeremia. Mwisraeli ni nani? Mwisraeli ni nani? Nimalizie.
Inasema mwalimu wangu Yeremia 50:17. Inasema Yeremia Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Kumbe Waisraeli ndio wameitwa kondoo wametawanyika Tawanyika kabila 10 na ngapi? 12. Hiyo kabila 12 ya Isacha, ya Rubeni, ya Gadi, ya Naftali. Wewe uko hapo? Wajaluo wanapatikana, Waluya wanapatikana, Kikuyu kama mimi anapatikana hapo. Unajua sasa hapo tutaingia. Haya kesho kwa sababu time imeisha. Kesho maswali yako yalikuwa ni mazuri, utamalizia kesho inshallah. Sawa Mnakuanga hapa kila siku. Kila siku. Huyu kuna swali. Hapana. Tukishamaliza mpaka kesho. Kuja kesho mapema. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.